Kwa hiyo niwaambie wadau wa soka nchini, mashabiki wa Simba, wanachama, viongozi, benchi la ufundi, wachezaji, Simba ina thamani kubwa hapa Tanzania na Afrika na duniani kiujumla, kwa sababu Simba ni mgodi wa Tanzanite. Simba ni mgodi wa Tanzanite. Kama wale walikuwa wajui kama mgodi wa Tanzanite ni Simba Sports, kwa hapa Tanzania na duniani kiujumla ndio Simba Sports. Kwa sababu Tanzanite madini hayo yanapatikana Tanzania tu. Hakuna mgodi wowote duniani ambao unatoa madini hayo. Pamoja tuliona kule M23 wanagombania madini kule Kongo, lakini hawana hayo madini ya Tanzanite. Madini hayo yanapatikana Tanzania tu. Madini gari kabisa duniani yanapatikana hapa. Ndio mgodi wenyewe Simba Sports. Alafu madini ndio hao kina Lushaini. Sasa hivi wametengenezwa video, wanatrendishwa huko. Watu wanunue shilingi 5000. Mweke basi hapo duke ya buya watu wanunue 5000. Mweke la Niokelo hapo. Na sisi zake watu wanunue 5000. Sawa? Mweke Pakome watu wanunue 5000. Dube sikafunga juzi. Kwa nini usimweke hapo mtendishi watu wanunue 5000? Kwa nini usimweke Bakari Nondo Mwamnyeto watu wanunue 5000? Kafunga goli. Kalevu ubao. Si ndio kitu cha muhimu kwamba huyu kasawazisha goli, wangeweka video yake ili watrendishe. Ili mradi iwe na thamani wainunue. Unaenda kuinunua, unainunua chenga ambaye haijazaa goli. Wewe unajielewa kweli? Hii ni danganya toto. Sio wana maana kwamba hiyo video iuzwe 5000 kwamba ndio ile chenga ilikuwa na thamani, kwa sababu yeye hajamchenga beki wetu. Beki wetu aliteleza kwenye matope, alianguka. Lakini hana uwezo wa kumpiga chenga. Wanasema amemogesha tope bwana. Aliteleza, kama umeangalia vizuri marejeo ya picha ya video ile, kama umeangalia ile mechi, aliteleza pale kwenye matope, alianguka, lakini alikuwa hana uwezo wa kumpiga chenga Lushaini. Sawa? Kama alikuwa na uwezo wa kumpiga chenga Lushaini, je, hatukio la mwisho baada ya kumpiga chenga alifanya nini? Kwa sababu alikuwa ndani ya eneo la 18. Sawa? Alifanya nini pasi yake ya mwisho? Kama kweli alikuwa yuko bora, alifanya nini pasi yake ya mwisho? Lakini kaangalia tukio alifanya, kila tusichota Chama. Dini halali la Tanzanite ambaye lilienda Jangwani, walijua gololi, wakalirudisha Simba Sports, tunaendelea kuenjoy. Nikapiga chenga watu wawili. Yule msukuma feki kalamba nyasi. Beki wao kalamba nyasi. Alafu imetolewa pasi ya askrimu ya maziwa. Yaani nafsi nataka, mwili hautaki. Mwamba anaikuta Libase Gwe, mzee wa kupima watu umri, anampeleka kwenye nguzo kule. Anakotagiwa kuku kule pembeni. Mimi ndo mdaka mishale. Alidaka ishara tu siku ile. Alidaka? Ishara. Unajua ishara? Alidaka ishara tu, sio mshale. Ile ndio itakiwa sisi sasa hizi tuchukue ile video, tuitrendishe. Lakini sisi hatuwezi kufanya vitu hivyo kwa sababu sisi ni watu wa mpira. Ibidi mtaweza goli la Chama. Sisi ndio tunabidi tutengeneze. Goli la Chama. Sio goli tu. Assist ya Chama. Chama aliwafinya watu wawili kwa Libase kwenye eneo la 18. Yule anaocheza rafu yule alishindwa kumchezea rafu Chama. Alilamba nyasi. Na beki wao kalamba nyasi na kulikuwa hakuna tope pale. Wale ndio walilambishwa nyasi. Alafu akatoa pasi ya upendo, askrimu ya maziwa. Inamkuta Libase Gwe moja kwa moja na guu lake la kushoto anaipeleka na kotagia kuku. Alafu yule mdaka mishale aliona ishara tu, mshale ya kuona. Ngoma kambani. Je, tulifanya hivyo? Lakini hatua ya pili, assist ya ule mchezaji, wanasema Simba yupo kimwili, kiroho yuko Jangwani. Ile hata wewe huwezi kusogea. Ile ngoma aliangaliwa kunguru anakosimama wapi? Na anaelekea wapi? Ikapimwa tu juu kama mshale. Watu wamesimama pale pale walipo mabeki wao. Ngoma inadondoka upande wa pili, Chama anachomoka, anakutana naye anaipeleka vile vile. Inakuja kushuka kwa kwenye nyavu. Yale matukio matatu yalikuwa makubwa. Simba tutoka yale matukio tuyachukue sasa. Tutengeneze story. Sawa? Hata sasa hivi ukiangalia kwenye peji nyingi za vilabu vingi duniani inawezekana wakawashachukua yale matukio wanatrendisha huko kwao. Lakini Simba sio shida zetu. Kwa sababu tunajua yale matukio sio mageni kwenye mpira duniani, yashafanyika. Sisi tunayafanya. Umeona bwana? Sio mageni yale. Watu washapiga goli la tikitaka, Chama na karudia hapa kwenye ligi. Pamoja na utofauti na lile la Sako. Umeona bwana? Lakini yeye kalirudia na kalipiga kinamna yake. Wao kupiga goli kama lile? Hakuna. Dalili ndio itakuwa goli la kufunga msimu. Hakuna mtu yote atafunga goli kama lile. Labda tulivunje wenyewe tufunge lingine. Lakini hakuna timu yoyote ambayo inaweza kufunga goli kama alofunga kila tusichota Chama. Mzee. Lakini kaliachimba kama mtoto wa miaka 12. Kama mtoto wa miaka 12. Siku zote kama hujui kutumia kizuri, wewe utabaki kutumia vitu vibovu. Bwana Mnandi Junior, sikibaki hapa kwa Chama, alionekana anazozana pale kwenye benchi la ufundi la Young Africans. Wewe usinipeleke huko, bado sijafika, nitakuja. Wapo nataka kuwafahamisha umma wajue tukio lililofanyika jana pale kwenye gofu lao pale la kuwekea chakula lile dungu. Maana lile sio gorofa, huwezi kuniambia gorofa kozi mbili, lile dungu. Gorofa lenzi kuwa na kozi mbili afu kaita gorofa. Lile ni dungu la uoga kwa mashambani, kuogopa kuliwa na wanyama wakali. Ndio tunajengaga madungu kama yale. Ili mradi ulale juu. Chini unaweka moto, akija simba pale anaogopa, anaondoka. Ndio dungu lile pale lipo kwenye bwawa lile.
Lile huko kwetu shamba huko Zalamoni. Dungu lile pale. Sasa jana pale ilikuwa ni sehemu ya kuja kuficha haya yaliyotokea kwenye lile tukio la mechi. Wanajua lile tukio walilofanya ni kubwa na tukio baya na sio la kufumbiwa macho. Kwa hiyo tunaliuaje lile tukio watu wasizungumzie. Tuanzishe story wasahau lile tukio ili wazungumzie Alan Okello na Rushaini. Sisi tuna akili timamu. Sawa? Hatujatolewa ufahamu, hatutojizima data. Jambo letu liko pale pale. Wana Simba, acheni kufuatilia hivyo vitu. Kusema kwamba ile assist ile chenga inunuliwe shilingi 5,000 kwa kumpiga Rushaini. Alifanya nini kwenye hiyo chenga yake? Ilikuwa na faida gani kwenye hiyo chenga yake? Mbona mwisho picha katoka? Alimaliza mechi. Lakini Rushaini kamaliza mechi. Anaonekana mechi ya 3 amalizi mechi. Kwa hiyo ni mind game. Mind game, kutaka kufunika lile, kukaa kwenye nyumba ya mtu. Tusahau kujidunga. Walichokifanya cha kujidunga tusahau. Sisi hatutosahau. Tunajua kinachoendelea. Msubiri dawa inakuja itawaingia. Kwa hiyo sisi msitusahaulishe kwenye hili tukio. Tulieni dawa iwaingie. Sawa? Hakuna tukio lolote mlilofanya la maana la kwanza kulitrendisha mitandaoni. Tumekaa sawa sawa, akili yetu, mawazo yetu, tupo kwenye lile jambo mlilofanya kule. Yes, mlienda kasi kudai alama 3 na magoli 3. Wakati mmeambiwa mechi ishailishwa haipo, mkapeleka timu wakati sasa tulizuiliwa siku moja kabla mchezo hajafunguliwa geti, mkaenda kasi kudai haki, sisi tutaenda resi. Yes, mlienda kasi na mkarudisha nyumbani, sisi tutaenda resi. Alafu sijui nyumbani tutarudishwa vipi? Tulieni na kutulia. Taarifa zipo, zishafika mahali husika na zinafanywa kazi. Wakileta janja, mtasikia kitakachowakuta. Hatutokubali kwenye hivi vitu. Mpira uchezeshwe kwa haki, mpira protokoli zote zifuatiliwe ili mambo yaende. Na ndio maana kuna mechi commissioner. Kuna mwingine ajui mechi commissioner na kazi gani? Sawa? Kuna kamisa lakini kuna mechi commissioner. Huyo ndo msimamizi mkuu wa huo mchezo husika. Huyo akisema huu mchezo haustahili kuchezwa, hauchezwi. Sio mwamuzi wakati. Kamisa wa mchezo ndio msimamizi mkuu wa kila kitu kwenye ule mchezo. Ukiacha mwamuzi wakati pale, hataweza kuamua chochote bila kumsikiliza kamisa. Tumalize mechi, yeye ndo atasema maliza mechi kutokana na mazingira sio rafiki. Yeye ndio mwenye mamlaka ya mwisho. Sasa kama mlikuwa mjui, timu yenu imekaguliwa na nani kwenye nyumba ya mtu? Maana yake haikukaguliwa kule. Na vipindi vyote walienda kule gofu lao walikokodi. Kule ndo mlikocheza mechi. Yaani mechi mcheze Meja Jenerali mule ndani, lakini nguo mkavalie nje ya Meja Jenerali. Ulishawahi kuona ligi gani? Kwa hiyo hatua stahiki, viongozi wetu najua wako imara na hatua stahiki nadhani watakuwa washazichukua, tusubiri majibu kwenye hili. Kwa hiyo msitake kutusaulisha, mkajifanya mnatengeneza viklipu vya kijinga eti watu wachangie shilingi 5,000. Kama mna shida ya hela, wekeni lipa namba tuchange. Mliweka lipa namba hapa kumchangia Diala. Wekeni lipa namba saizi. Tuchange hela, upate hela kulipa posho wachezaji wenu. Sisi pesa sio shida zetu. Sisi shida yetu sasa hivi ni ubingwa. Sio pesa. Kwa hiyo mnavotengeneza vitu vya kishamba, watu wafuatilie eti pasi, eti kumpiga mtu chenga, watu wafuatilie. Kuna matukio mangapi yalifanyika na Simba? Sisi mbona tuyafanyi na kutrendisha? Kwa hiyo mjue kabisa kwamba hii ni mind game. Wana Simba kokote mlipo, msifuatilie, hii ni mind game. Maana wanataka kuua story ya walichokifanya kule. Story hii haifi mpaka kieleweke. Hii story haitokufa. Kama mchezo wa mpira miguu ambaye ligi yake imekamilika, ina kila kitu na imepanda thamani mpaka kufika nafasi ya 5 barani Afrika, alafu leo mtu anaenda kufanya utoto kwenye hiyo ligi, anataka tucheze chandimu na akakubaliwa kucheza chandimu. Sawa? Na kapewa alama 1. Hii hapana, haitokubalika. Hii lazima hatua stahiki zichukuliwe. Narudia tena chonde. Viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili, ukicheka na nyani utavuna mabua. Sio, umenielewa? Kwa hiyo amkubali nyinyi Simba. Ule msemo unaosema ukicheka na nyani utavuna mabua. Viongozi wetu msicheke na TFF. Hakikeni hatua husika zinachukuliwa. Hii ni ligi ambayo ina thamani, ni ligi inayofuatiliwa duniani. Msijue tu inafuatiliwa kwenye bara la Afrika au inafuatiliwa hapa tu Tanzania. Hii ni ligi ambayo sasa hivi inamulikwa. Kuna wachezaji wengi wanatoka kwenda kucheza nje ya nchi. Wanafuatiliwa. Leo tuna Mbwana Samata achezi Tanzania. Anacheza barani Ulaya, katokea wapi? Hajatoka ardhi ya Tanzania. Leo tumeshuhudia mchezaji mkubwa kafika mpaka bungeni. Kafuata nini hapa? Juzi kati alikuja Ashraf Hakim hapa. Alikuja kutembelea mbuga huko. Akakutana na engineer akasema akamleta yeye huko. Mbuga gani huko? Wakati wanakusanya kijiji kutafuta hela huko za kulipa wachezaji huko. Akasema akamleta yeye. Kaja mchezaji mwingine mkubwa. Katua bungeni jana.
Kwa sababu ya nani? Ligi kuwa imepanda thamani. Kuna wachezaji kumbe wapo wanatoka Tanzania wana ubora, wanakuja kumulika, sio wanakuja kutalii, wanakuja kumulika vipaji. Sasa wakija kuona matukio kama haya, ndio mpira wao unaochezwa, tutakuwa na thamani tena? Hivyo vitu tutaviona, na hao wachezaji wakubwa tutawaona watakuja kwenye ardhi ya Tanzania. Tunaomba viongozi wetu msimame imara. Kama tulifanya hii ligi iwe na thamani, mpaka imefika nafasi ya 4, lakini baada ya kuja wao nyuma mwiko kutumia nguvu ikashuka mpaka nafasi ya 5. Tunaomba viongozi wetu msimame, tuendelee kuheshimisha hii ligi. Wallace Karia bila Simba leo hii asingekuwa madarakani. Naomba unisikilize Mnyasa Media. Unasema? Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira Tanzania, bila Simba mpaka sasa Wallace Karia asingekuwepo madarakani. Kwa nini? Wallace Karia kamaliza muda wake. Ndio kiongozi pekee karudi tena madarakani. Viongozi wenzake kumaliza miaka yao 5 wanaondoka. Lakini kamaliza miaka yake karudi tena madarakani. Na karudi kwa kishindo. Kwa nini karudi? Manake yale mambo mazuri aliyoyafanya katika utawala wake ndio yalomrudisha madarakani. Kitu kizuri chochote lazima kilindwe kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote. Wallace Karia analindwa kwa gharama yoyote kwa sababu ya Simba. Bila mwamvuli wa Simba leo Wallace Karia tusingekuwa nayo. Kwani nyuma mwiko sio mshutumu msimu uliopita? Aondoke kwenye nafasi yake na jopo lake. Na alikuwa nje ya nchi, alivorudi hajawajibu. Au umesahau? Nakumbuka. Mpaka wanalalamika wanasema kawatukana. Hajawajibu. Nakumbuka. Si hajawajibu, anasema na mabaya mangapi ya kwenu? Eti hajawajibu? Aliwajibu. Kwa hiyo Wallace Karia yupo madarakani kwa ajili ya Simba na ligi inaonekana bora kwa ajili ya Simba. Bila sisi Wallace Karia leo hii angekuwa anafanya shughuli zake nje ya mpira saizi. Saizi kungekuwa na kiongozi mwingine wa mpira sio yeye tena. Baki kungekuwa hakuna cha maana kinachofanyika. Viongozi ni wale wale. Kila siku sisi kimataifa, asante kwa kushiriki, tunarudi maisha yale yale. Kwa hiyo naamini viongozi wetu wa Simba kama tumeamini tumepandisha ligi hii kuwa na thamani. Tunaomba tena msimame kwenye hilo shirikisho kuhakikisha watuambie kanuni gani waliotumia kwenye ule mchezo na sheria gani ya mpira wa miguu ambaye ligi ipo imara, sio ndondo kapu, afu timu ikavalia nguo kwenye nyumba nyingine, afu ikaruhusiwa ikacheze mpira. Na ilikaguliwa na kamishina gani ambaye kaikagua ile timu kule kama wako sahihi? Eti tunataka hiyo majibu tupate. Viongozi shikilieni hapo hapo ili majibu yapatikane, wasijifanye watatrendisha vitu ambavyo havina maana ili kutusaulisha. Sisi tuna akili timamu kwenye hili, tunao na tutatamba nao. Shukrani sana Mnandi Junior. Asante sana.